Katika video ya siku ya leo, msikilizaji, tunaenda kuangalia utengenezaji wa batiki za kufinyanga hatua kwa hatua. Kwa hiyo nikualike sana mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Lakini pia nimekuandalia kitabu kinaitwa Miliki Kiwanda Chako. Ni kitabu ambacho ndani yake nimeandika masomo mbalimbali ikiwemo batiki. Kuna kitabu kinaitwa Ujasiriamali ni Ajira. Ni kitabu ambacho nimeandika sabuni zote za vipande, za miche, za kuogea, za magadi pamoja na basopu za aina zote. Kuna kitabu kinaitwa Nguvu ya Maamuzi Maishani, kitabu ambacho kitakusaidia wewe kujisimamia na kuweza kufikia malengo yako katika swala zima la ujasiriamali. Ikiwa na changamoto yoyote, basi unaweza kunitext kupitia WhatsApp namba 0783500971. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Vile vile kama unahitaji madarasa yangu au unahitaji vitabu, utanitext WhatsApp kwa namba hiyo, then nitakusaidia kwa wepesi zaidi. Hatua ya kwanza, msikilizaji, unahakikisha kwamba kitambaa chako kinakuwepo tayari. Kitambaa chako cha batiki au cha kijora kinakuwepo tayari. Unakipitisha kwenye maji kwa ajili ya kukifanya kiwe na uzito mzuri, kwa ajili ya kupitisha rangi pia. Baada ya hapo utakifinyanga kama hivyo ninavyofanya katika video. Vizuri kabisa unakifinyanga na kukikunja. Unaweza ukachukua mfuniko wa jaba au mfuniko wa ndoo. Kumbuka kwamba ujasiriamali ni ubunifu, msikilizaji. Kwa hiyo ubunifu huo unaweza ukautumia katika nyanja mbalimbali. Kwa mfano kama hapa nimechukua mfuniko wa jaba, nimetandika, nimeweka kijora changu, nimekifinyanga. Baada ya hapo nachukua na mtandio wake, kwa sababu nataka vifanane rangi, kwa hiyo nachukua mtandio wake na finyanga. Nafinyanga staili ile ile ambayo nimefinyanga kile kijora chake cha kwanza. Ninakikusanya vizuri kabisa. Wakati huo nachemsha maji yako jikoni, kwa sababu lazima tutumie maji ya moto. Baada ya kukifinyanga na kuona kwamba kimekaa sawa, utakikusanya na kuhakikisha kwamba kiko vizuri kama inavyoonekana. Basi baada ya hapo nakiweka pembeni. Nachukua caustic soda au sodium hydroxide. Naweka vijiko kadhaa katika beseni langu dogo. Naweka pia sodium hydrosulfate. Yes, hapa inaitwa sodium hydrosulfate. Hivi ni vitu vya kutengeneza batiki. Hiyo huchanganywa pamoja, caustic soda, sodium hydrosulfate pamoja na rangi vinachanganywa kwa pamoja kama inavyoonekana katika video ya siku ya leo. Hapa ni rangi napasua. Baada ya kuipasua rangi hii, basi ninachanganya hapa sehemu moja. Ninakoroga vizuri. Yes, nachanganya namna hiyo. Msikilizaji, ujasiriamali ni kitu ambacho unaweza kukifanya, akichagui elimu, akichagui umri wako, akichagui mazingira, popote pale unaweza kaamua leo na ukafanya. Acha kufikiri kila siku, chukua maamuzi siku ya leo na anza kufanya leo. Baada ya hapo unachukua maji yangu ya moto na yamimina katika ule mchanganyiko ambao una caustic soda, una sodium hydrosulfate pamoja na rangi. Naendelea kukoroga, na ukorogaji ni kuelekea upande mmoja kama inavyoonekana. Yes, kumbuka kwamba hii rangi naitengeneza hivi kwa ajili ya kumimina kwenye ile batiki yangu ambayo nimeifinyanga au kile kijora ambacho nimekifinyanga. Yes, baada ya hapo nachukua, kumbuka kwamba hapa naweka rangi nyekundu. Natumia rangi zaidi ya 3. Kuna nyekundu, kuna blue, lakini pia kuna nyeusi, na zote nazitumia. Kwa hiyo baada ya hapo nitaandaa rangi nyingine tena. Hii hapa ni nyeusi. Na ikoroga vizuri kwa ajili ya kwenda kunyunyizia kule kama nilivyofanya kwenye rangi nyekundu, na nitachukua rangi nyingine tena ya blue nitafanya vile vile. Na baada ya hapo kijora changu kitakuwa kimekaa smart. Kwa hiyo ninaenda tena na mimina. Naweza nikachukua na kijiko namna hiyo. Blue hiyo hapo tayari kama unavyoona, nyeusi hiyo hapo ndo naiweka muda huu. Vizuri kabisa. Na kualika sana msikilizaji, kama una ndoto ya kufika mahali katika ujasiriamali, jitahidi sana kuchukua maamuzi siku ya leo. Unaweza ukanitext WhatsApp kupitia hizo namba ambazo zinaonekana katika screen, au unahitaji darasa pamoja na kitabu, vyovyote vile text WhatsApp, then nitakupa ushirikiano wa karibu zaidi. Kwa baada ya hapo msikilizaji, nitakichukua kijora changu au batiki yangu pamoja na mtandio wake. Nitapandisha juu kwenye kamba kwa dakika 5. Baada ya hapo nitafua na maji ambayo hayana sabuni na nitaanika. Baada ya kuanika sasa ndo nitafua moja kwa moja, na kitakapokauka kitakuwa tayari
kwa matumizi. Karibu sana kwenye ujasiriamali. Naitwa Mwalimu Almasi kutoka Lodness Enterprises.